Good morning, mpenzi mtazamaji. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, nikitumaini kwamba mzima wa afya na umeweza na kuamka bado ukiwa unamshukuru Mwenyezi Mungu, maana imegharimu tu mkono wake, nguvu zake kwako kuamka katika uso wa dunia kwa siku ya leo, na pia Mungu Mwenyezi kuweza kutubariki na wiki mpya, sio kwa sababu ya nguvu zetu, bali kwa sababu ya nguvu zake na neema zake. Weekend yote akaweza na kutulinda. Hivyo basi tunafaa na kumshukuru. Pia asubuhi ya leo ningependa kukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka siku ya leo na hii wiki yote, ambapo tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu anafahamika kama Pastor Mary kama kutoka kanisa la ABC Kiatineni Pastorate Machakos Sub-Headquarter. Atakuwa akituletea neno, akituombea kila asubuhi, kila siku, ili siku yetu ikaweze kuwa ni ya kufana na pia ikawe ni ya baraka. Kwa asubuhi ya leo, karibu sana. Mimi hapa ni Reverend Lucy Michael nikikwambia kwamba kuwa tayari kabisa kupokea hizi baraka kupitia hiki kipindi kila siku, kila asubuhi. Karibu. Naomba kuwasalimu asubuhi ya leo ambayo Mungu ametujalia, wapendwa watazamaji wa siku ya leo. Hamjambo, nami si jambo. Karibuni katika ibada asubuhi ya leo, na tuombe kwa pamoja. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo umetutenda sisi. Tunasema uhimidiwe, tukuke ukiwa mahali pako patakatifu. Tuomba neno lako likatubariki tuanzapo siku, na uenende nasi Baba wa mbinguni, na baraka zako ziwe juu yetu. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Karibuni. Siku ya leo tutaweza kupata wazo kutoka katika kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi ule wa 6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Hiyo ni neno ambalo litatuongoza hata wiki mzima, kwa maana mada kuu ya wiki itakuwa kumtegemea Mungu katika hali zote, ama katika kila hali. Kumtegemea Mungu katika kila hali. Katika maisha tunazo changamoto nyingi, tunazo mambo mengi ambayo yanatukumba, yanatupata, na ndiyo maana siku ya leo ama wazo la siku ya leo linatutia nguvu na kutuambia tumtegemee Mungu ama tumtumaini Bwana katika kila jambo na katika kila hali na kwa mioyo yetu yote, naye ataweza kuyanyoosha mapito yetu, ama ataweza kusikia maombi yetu. Maisha yana changamoto nyingi, lakini Mungu anatutia tumaini, anatuita na kututia tumaini na kutuambia tumtegemee kwa moyo wote. Mara nyingi tunategemea akili zetu badala ya Mungu, na hapo ndipo tunaenda kumkosea Mungu ama tunapotea. Kwa maana andiko limetuambia tumtegemee Mungu katika hali zote, na tumtegemee Mungu kwa mioyo yetu yote. Bwana Yesu asifiwe. Kunayo mambo matatu ambayo tutaweza kuyaona pale, ambayo pia yanatutia nguvu tunapoendelea na kumtegemea Mungu. Tunaambiwa ya kwamba tukimtumaini Mungu, kumtumaini Mungu sio sehemu tu, bali ni kwa moyo wote, bali ni kwetu sisi wote, ama si kwa wenye wameambiwa wamtumainie Mungu. Tumeambiwa tumtumainie Mungu ama tumtegemee Mungu katika kila hali, hata hali injapokuwa ngumu, hata mambo yanapokuwa mazito, hata tunapopatana na changamoto za ulimwengu, changamoto za dunia. Neno la Mungu linatutia nguvu na kutuambia
Kumtegemea Mungu ama kumtumaini Mungu si kwa sehemu, bali ni kwa moyo wote au ni kikamilifu. Tumtegemee Mungu kikamilifu, naye atazidi kuyanyosha mapito yetu kama vile ameweza kutuambia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili pia, kumtegemea Mungu, Mungu utuongoza katika njia zetu. Anatuambia tukimtegemea ama wote ambao wanamtegemea ataweza kuyanyoosha mapito yao. Kwa hivyo ni jambo la muhimu na ni jambo la maana ili tukaweze kumtegemea Mungu katika kila hali, ili akaweze kufanya njia hata mahali ambapo hapana njia, akaweze kutuletea mwanga mahali ambapo pia tunaona giza, na akaweze kutembea nasi katika imani, katika hii safari ya kumtumaini yeye na kumtegemea yeye, ili akaweze kutuonyesha, kwa maana ametuambia anatufikiria mambo mazuri. Mawazo yake kwetu ni mawazo ya mazuri na ni mawazo ya imani na amani. Kwa hivyo tuzidi kumtegemea Mungu na Mungu azidi kutuongoza katika njia zetu, kwa maana tukimtegemea ataweza kutuongoza na ataweza pia kunyosha mapito yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ambalo pia tunajua ama tunajifunza kutokana na wazo la siku ya leo ni kuacha kujitegemea ama kuacha kujitegemea ni hatua ya imani. Tuache kujitegemea, tuache kutegemea akili zetu, tumtegemee Mungu na tumuone katika kila jambo akiwa Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye mamlaka na Mungu ambaye pia hujibu maombi yetu, na tukimtegemea katika kila hatua tutazidi kuona nguvu zake na tutazidi kuona hata naye akituongoza. Kuna jambo la muhimu la kujua pia, ukimkabidhi Mungu njia zako, hata mambo yasiyowezekana anasema kwake yatawezekana. Kuna mambo mengi wanadamu, sisi kama binadamu huwa tunaona hayawezi, huwa tunaona yaani hayawezekani, lakini tumeambiwa tukimtegemea Mungu na kumkabidhi Mungu njia zetu zote, hayo mambo yataweza kutendeka na yataweza kuwezekana. Kwa hivyo kwa Mungu yote yanawezekana. Tumtegemee yeye na atazidi kunyoosha njia zetu na atazidi kuyawezesha yasiyowezekana kwa mwanadamu yakaweze kuwezekana kwake, kwa maana yeye ni mbingwa, yeye ni muweza wa yote na yeye ni Mungu pia asiyeshindwa. Tuache pia kutegemea akili zetu, kwa maana Mungu anatuambia yeye hana mipaka, lakini akili zetu zina mipaka. Kuna wakati hata tunafika akili zetu zinachoka, ama wakati ambapo tunajitegemea sisi kama binadamu tunachoka, lakini Mungu anatuhimiza na kutuambia yeye hachoki na yeye hana mipaka. Kuna mahali ambapo hata sisi tunaweza kufika tuhisi tumeshindwa, lakini Mungu hakuna siku moja ambayo ataweza kushindwa. Kwa hivyo akili zetu, hapo ndio maana tunakuja kujua ya kwamba, ama tunakuja kugundua ya kwamba akili zetu zina mipaka, lakini Mungu yeye hana mipaka. Anatuambia tumtumaini kwa mioyo yetu yote, na tukimtumaini pia akatuonya ili tusiweze kutegemea akili zetu, tukaweze kumtegemea yeye. Kwa hivyo tuzidi kukaa katika kumtegemea Mungu na tuzidi kumkabidhi maisha yetu, ili akaweze kututawala, ili akaweze kuwa pamoja nasi, na ili akaweze kutuongoza, na ili neno lake likazidi kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo wapendwa watazamaji wa siku ya leo, tumtegemee Mungu hata katika mambo ambayo tunaona hayawezekani. Tumtegemee Mungu hata tunapotoka na kuenda katika kazi zetu. Tumtegemee Mungu hata tunapotoka na kuenda kusaka riziki, na tutaweza kumuona akijidhihirisha na akitenda pamoja nasi. Mungu atubariki na ambariki neno lake. Amina. Na tuombe.
Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi njema ambayo umetujalia. Tumesikia kutoka kwako, tuomba neno lako likazidi kuwa la manufaa ndani yetu, ndani ya mioyo yetu, na hata katika kazi zetu za kila siku, na ukatuongoze Baba wa mbinguni, na ukayasikie maombi yetu, na hata Baba wa mbinguni kututendea sawia na mapenzi yako. Enenda na kila mmoja, na neema yako izidi kututosha. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Tumtumainie Mwenyezi Mungu na tumuuzishe katika kazi ama katika kila jambo ama katika kila mpango ambao tumeweza na kupangia mambo ambayo tunafaa na kuyafanya ama katika kazi zetu. Tumtangulize Mwenyezi Mungu katika kila jambo. Hakika hatufai kukaa maisha ya kuishi ni kama tunategemea akili zetu, tunategemea nguvu zetu, bali wakati ambapo tunamuhusisha Mwenyezi Mungu katika kila jambo, atakuwa ni yeye dereva, ni yeye wa kutusaidia, wa kutuongezea nguvu katika jambo lolote lile ambalo tunalifanya. Na tukiweza na kumuhusisha, hakika mambo yetu yataenda sawa. Kazi zetu zitakuwa ni zile ambazo ameweza na kuzibariki. Hatutaweza na kuona kwamba tumeweza na kurudi nyuma, lakini tutaendenda na mbele. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeweza na kumuhusisha Mwenyezi Mungu katika mipango yote, katika mambo yote ambayo tunayatenda, tunayafanya. Asubuhi ya leo nikiamini kwamba jambo lolote lile ambalo unalikusudia kulifanya siku ya leo, umeweza na kumuhusisha Mwenyezi Mungu, umeweza na kuipiana mbele zake ili akawe mwelekezi. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Tukumbuke kumtanguliza Mwenyezi Mungu katika kila jambo. Bye bye.